Huwa nashangaa sana. Huwa nashangaa sana. Unakatazwa kutumia nyama nyekundu, lakini unaruhusiwa kutumia wanga kidogo. Unaruhusiwa kutumia ugali kidogo. Tena unaambiwa tumia ugali wa unga usiokobolewa. Na wewe unakubali. Unaambiwa tumia wali kidogo wa brown, angalau unaolingana ngumi yako, na wewe unakubali. Unaambiwa tumia mkate kidogo wa brown. Sawa, nashangaa sana. Kwenye nyama kuna virutubisho muhimu sana. Kuna protini, kuna mafuta masafi, na kuna virutubisho vingi muhimu ambavyo vikiingia ndani ya mwili wako vinahusika kujenga mwili, vinahusika kuupa mwili nguvu, vinahusika kulipea seli zilizoharibika mwilini, lakini unakatazwa. Ila sasa hivyo unavyoruhusiwa kula wali kidogo, ugali kidogo kama ngumi yako, mkate, vyote vikiingia ndani ya mwili vinabadilika kuwa mafuta. Ni chanzo cha pressure, ni chanzo cha uvimbe mbalimbali kwenye mwili, chanzo cha kansa, chanzo cha uzito mkubwa, chanzo cha sukari, chanzo cha matatizo ya moyo, chanzo cha magonjwa mengi. Huwa nashangaa sana. Huwa nashangaa. Unakatazwa kutumia chumvi, ila unaruhusiwa kutumia sukari. Tena unaambiwa tumia sukari ya asali, tumia matunda yenye sukari. Sasa huwa najiuliza, chumvi ina shida gani? Na kwa nini umekatazwa kutumia chumvi wakati ikitokea ukaugua, ukapungukiwa na maji kwenye mwili wako, ukikimbizwa hospitali, utatundikwa kwanza drip ya saline. Utatundikwa drip. Saline ni sodium, ni chumvi hiyo, sodium chloride. Lakini umekatazwa na umeruhusiwa kula sukari. Kula sukari kidogo ya asali, si ya nini? Asali ni asali. Mwili huwa hauna uwezo wa kudetect kwamba hii ni asali asili, hii ni asali ya asali. Hauna uwezo wa kudetect hii ni sukari ya asali, hii ni sukari ya matunda, hii ni sukari ambayo ni processed kutoka viwandani. Sukari mwili unaitem kama sukari. Sasa chumvi ni tiba ya magonjwa yote, ni tiba ya magonjwa mengi. Ndio maana hata wazee wa zamani, mzee akiishi miaka mingi tunasema amekula chumvi nyingi. Lakini wewe unakatazwa kula chumvi, unaambiwa kula sukari. Sukari ni chanzo cha inflammations ndani ya mwili. Sukari ni chanzo cha uvimbe ndani ya mwili. Na ukishakuepo uvimbe, ni rahisi kupata magonjwa ya moyo, ni rahisi kupata kansa, ni rahisi kupata kisukari, ni rahisi kupata stroke, mishipa kuziba, cholesterol na kadhalika. Sasa ni mambo ambayo unajiuliza na upati majibu. Ni mambo ambayo ukifuatilia kwa kiundani, wanaojidai wanaijali afya yako wanakuangamiza. Wanakuangamiza kabisa. Jaribu kufikiri zaidi. Jaribu kufikiri zaidi. Magonjwa ya lishe hayatibiwi kwa kidonge. Magonjwa ya lishe yanatibiwa kwa chakula. Kilichosababisha wewe upate hayo magonjwa ni lishe mbovu. Na kitakachosababisha wewe upone kutoka kwenye haya magonjwa ni wewe kubadilika kutoka kwenye lishe mbovu na kuingia kwenye lishe nzuri, lishe bora. Kula chakula halisi. Chakula halisi na asilia ni nyama, ni samaki, ni dagaa, ni mayai, ni mboga za majani, ni parachichi, ni tango, ni maziwa. Na hapa maziwa tunazungumzia maziwa mtindi peke yake, kwa sababu maziwa fresh yana sukari ambayo inaitwa galactose,
ambayo ikiingia ndani ya mwili pia ni changamoto. Kwa tayari kama wewe umeshakuwa affected na haya magonjwa, usije ukajidanganya kwamba mimi nakula kidogo wali, ndo maana unatumia vidonge kila siku. Kwa sababu ukiepukana na wali hata kidogo, ukaacha kula wali kabisa, ukaacha kula ugali kabisa, ukaacha kula mikate, ukaacha kula ngano, ukaacha kula tambi, ukaacha kula chochote kile kinachochochea mwili kuingia katika mwili kupata uvimbe, tayari utakuwa umeepukana na haya magonjwa, na automatically utaacha kutumia vidonge. Mwili utaanza kujirudi, mwili utaanza kujitengeneza, na tunasema huo ndo wakati wa matengenezo. So tumia chakula kutengeneza upya, kufanya matengenezo ya mwili wako. Ushauri huu ni wa bure, lakini utakusaidia. Kama unahitaji elimu zaidi kuhusu chakula, unahitaji namna ya kupangilia chakula chenye uwezo wa kukutibu pressure, kisukari, matatizo ya moyo, matatizo ya figo, matatizo ya stroke, matatizo ya madonda ya tumbo, matatizo ya kansa, matatizo ya nguvu za kiume, weka comment hapa kwenye comment section. Nipo kwa ajili ya kukusaidia.